Kwa kile kitabu cha Marko 3:13-15. Marko 3:13-15. Tuombe. Bwana uliye mwema sana, ni wakati mwingine mzuri umetupendelea kwa namna isiyoelezeka kwamba tumekuwepo kwenye nyumba yako. Naomba Bwana uliye mwema, muda huu tena ukaseme nami, ukaseme nasi kile ambacho kimeugusa moyo wako kwa ajili ya watakatifu hawa, kama ulivyotuhudumia kwa namna ya ajabu na mguso wa ajabu kwenye ibada ya kwanza, ukaponya na ukaokoa. Vivyo vivyo kwenye ibada hii fanya zaidi, maana ni ibada yenye neema kubwa, katika jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Amen. Kama andiko ambalo tulisimamia linavyosema, akapanda mlimani akawaita aliowataka yeye mwenyewe, wakamwendea. Na walipomwendea akaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye, na kwamba awatume kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaona mwito tu ambao Kristo anatuita unawasilisha au unatoa ujumbe mkubwa wa mabadiliko. Ni watu ambao walikuwa mahali fulani, then wameitwa, wakakubali, wakasikia, wakalipokea neno, wakalitendea kazi neno, wakakubali kumove kutoka pale walipokuwepo na wakaenda kwenye eneo lingine, wapi alipo yeye. Na amewaita au ametuita, umeitwa au amekuita, kimsingi sio vingine vingi. Kwa andiko hili tunaona anakiri wazi, Kristo anasema nimewaita, anasema akawaita ili awe pamoja, wapate kuwa pamoja. Hiyo ndio msingi wa kuitwa kwetu. Tumetolewa kwenye mila zetu, tumetolewa kwenye jamii zetu, tumetolewa kwenye namna zetu, ili tukapate kuwa pamoja naye. Na tukachambua kwa mapana sana nini maana ya kuwa pamoja naye. Tukasema Kristo anataka awe na muda wa kutosha na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa pamoja naye sio swala la kimatukio, sio swala la matukio. Maana kuna Wakristo wako pamoja na Bwana kwenye matukio. Wakati mchungaji ametamka maombi, utawaona. Wakati ni Jumatano kuna ibada, utamuona. Ni Jumapili kuna ibada, utamuona. Ila hana wakati wake mwenyewe na Mungu wake. Hii ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Awe pamoja nao, anataka awe na muda na wewe. Amen. 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 Wewe una biashara gani? Hiyo begi weka hapo pembeni na ukae mahali utulie. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini namba 2 tukasema amewaita awe pamoja nao ili wamtumikie. Tulichambua wiki ile tukasema maana yake nini? Kumtumikia ni nini? Ni kuifanya kazi yake kuwa rahisi. Tuliona vile walimtumikia. Anataka kuandaa meza ya Bwana. Simona aliwatuma wakaenda, meza ikaandaliwa, akafanya huduma kwa wepesi. Anataka kwenda wapi? Wakamwandalia punda, akapanda, akaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka kwenda sijui wapi kule, akawatuma wawili, wale 70 wakafanya kazi, wakaleta ripoti nzuri. Kufanya kazi ya Mungu iwe nyepesi. Kumtumikia Mungu ni kuirahisisha kazi ya Mungu. Hata mimi ninawaangalia washirika, na washirika ambao ni watembeaji tu, wanakuja kutembea kanisani, wanakuja kwenye ibada na wanaondoka. Sawa sawa Lakini kuna washirika ambao ni watumishi. Ni watumishi, na hao ndio memba wa kanisa hili. Una moja ya sifa yao kuu, wanaifanya kazi ya Mungu iwe nyepesi. Yaani mimi kama mchungaji au Kristo kama mchungaji mkuu, kwa kuwepo kwako wewe kwenye duniani, umesababisha, umerahisisha kazi. Umeenda umeshuhudia watu wameokoka, umeenda umewafariji wagonjwa hospitali, umefanya chochote. Hayo alibidi ayafanye yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini umeyafanya, umerahisisha kazi, to make the work of God easier. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kanisa tunasema huyu ni mtumishi, huyu ni mshirika wetu, huyu ni memba wetu. Why? Anaifanya kazi inakuwa
nyepesi. Yani uwepo wako kwenye kanisa hili unafanya mchungaji afanye mambo mengine, unafanya wazee mashemasi wafanye mambo mengine, kwa sababu kuna mambo tunajua kwa kuwepo kwako yanaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. So unaona umekalia kiti, wangapi wamekwazika na kiti walichokikalia? Kiangalie, umekwazika na hicho kiti, ulikaa labda ukaona ni kichafu. Unaweza kuona mtu anakalia kiti hivi, wewe ulitaka nani akufutie? Sasa ona kitu ulichokikalia kilishafutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unadhani ni mimi nilifuta? Hapana. Kuna mtu alifuta hicho kiti. Hata mimi simjui, lakini najua kuna mtu alikifuta. Kuna mtu alideki hapo ulipokaa. Sawa sawa Kuna mtu amesababisha hivi vitu viende. Kuna watu walikuwa wanaimba hapa mbele, Walawi. Unaona wamemaliza na mimi nimesimama. So umeona vile wanafanya kazi inakuwa nyepesi. Hawa ni watumishi. Aliwaita ili wamtumikie, lakini alitaka kuwa pamoja nao ili wajifunze kwake. Nikakwambia kwamba jitahidi sana kujaa Mungu, mwache Mungu ajaze hazina zake ndani yako. Hautabaki kuwa hivyo ulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe jamani. Haleluya jamani. Lakini alitamani kuwa nao ili wamjue, sio wajifunze tu kwake, wamjue. Pale kwenye kujifunza tunaona anasema kwenye maandiko, kwenye ile Timothy, 2 Timothy verse ile chapter I think 3:16 anasema mtu wa Mungu amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Yaani ni mtu huyu ni building capacity. Sawa jamaa, sawa takatifu sawa takatifu tuna capacity ya kuwa na competence kwenye kila tunalo lifanya. Huyu ni mtu ambaye amekuwa transformed. Sawa haiwezekani ukawa transformed alafu ukawa ni mtu yule yule. Unafanya kazi kama wafanya kazi wenzio, unafanya biashara kama wafanya biashara wenzio, unamtumikia Mungu kama wachungaji wenzio, unatumika Mungu kama mitume. Hapana, lazima utumishi wako Matthew uonyeshe tofauti. Why? Umekuwa transformed. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaangalia matokeo. Je, imefanya kazi ile kanuni ya Yesu ya kuwa pamoja nao? Tukaona kwenye Matendo 4:13 Biblia inasema Paulo na Petro na Yohana sawa wakasimama mbele ya Sanhedrin walipokuwa wanaojiwa, walipokuwa wanajieleza. Biblia inasema ni kile 4:13 Matendo ya Mitume. Biblia inasema wakajiuliza, mbona hawa tunawajua ni watu wa kawaida, si ndio hivyo lakini uwezo wameutoa wapi ghafla? Mbona wamebadilika? Yani sisi wote Sanhedrin yote. Bwana asifiwe. Naomba mtu aliyekaa kwenye media anisikie ninachokiongea na afanye tunavyoenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana watakatifu? Basi walipoona ujasiri wa nani? Wa Petro. Kumbukeni Petro ni huyu aliyemkana Yesu kwa kuambiwa maneno machache na msichana. Si mnafahamu? Si mnajua? Alikuwa mtu wa ovyo sana na duni sana. Kumbukeni Petro ni huyu ambaye Yesu alimrudisha nyuma akamwita nani? Shetani. Ni mtu wa ajabu sana. Kumbukeni Petro ni huyu aliyewachukua wanafunzi wenzie akawarudisha kuvua nini? Samaki, akawatoa kwenye wito. Lakini huyo ghafla amebadilika, amekuwa mtu mwingine. Walipoona ujasiri akawa jasiri na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na nini? Na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu. Ni Sanhedrin, baraza la wasomi wa juu, baraza la watu wenye elimu ya juu katika dunia ya wakati huo, ile classes ya mwisho. Ikasarenda, ikastaajabu kwa uwezo waliokuwa nao. Wakawatambua kwa sababu wana uwezo mkubwa, wana ufahamu mkubwa. Ona, walipostaajabu wakawachunguza, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na nani? Pamoja na Yesu. Kule kwenye andiko letu la msingi akawaita, wakamwendea, wakawa pamoja naye. Na hawa wanasema wamegundua kwamba ujasiri na uwezo waliokuwa nao, ile competence walionayo sawa kwenye kila wanalolitenda, kila walipo, wakagundua hawa wako hivi kwa sababu wamekuwa na nani? Wamekuwa pamoja na nani? Na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukaona imefanya hivyo. Mfano wa kwanza ni huo, lakini tukaangalia leo kielelezo cha pili cha watu ambao walikuwa transformed. Tuliendelea kuanzia hapo leo kwenye Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili, sasa weka pale 4:17. Wafalme wa Pili 4:17. Tunaona habari ya mwanamke. Nisikilize vizuri katika jina la Yesu.
Na nilikwambia pale mwanzo wa somo letu kasema tunaposema mabadiliko au transformation ina take place, tunapookoka tunakuwa transformed, taka usitake, unapoitika na kumwendea, unapoacha pale ulipotoka, sawa unapoachana na usukuma wako, unapoachana na mwanamke wako, au unapoachana na wanaume wako, au na vyovyote, unapopiga hatua kumwendea, nakwambia lazima badiliko lionekane, sawa sawa na maeneo ya chapchapu kama 4 au 5. Kwanza ni kwenye ufahamu, intellect, sawa 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 sawa, fikra, maamuzi. Lakini neno la pili ni kwenye roho. Tumevushwa kutoka mautini, tumeingia wapi? Uzimani. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. This is not a politics. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii sio siasa mzee Matthew, ni fakti. Sawa 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 sawa. Jamani, wewe sio yule, mimi sio yule, mimi sio yule. Narudia kwa jina la Yesu, amen amen. Waliokuwepo ibada ya kwanza tulipata shuhuda, na niliwaambia juu ya matakataka ya hili mji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kuna mweu mmoja, alafu nadhani hapa wanamuita ni nabii, sijui nabii sijui nani, jinga sana. Anakoelekea yuko siku mtamsikia yuko hapo jela, na atadeki kama kuna yule mzee mwingine alideki siku 2 hapo. Tulimkuta umndani, naomba huko nikalikuta limekaa kwenye kichaka hapo, puuzi lile lingine linakujaga. Alafu jinga kweli, linatoka kwake linamkaga saa 9, badala aende kwenye maombi kanisani kwao, anakujaga hapa, anazunguka hivi na maji yake anamwaga mpaka hapo. Wametaka kumkamata zaidi ya mara moja. Mama wa nyumba ile ya kwenye kona kambamba juzi, na walinzi wetu wa Masai na wenyewe wakaona umezidi, wakamkamata. Kwa nini unafanya hivi? Kwa nini unafanya kwa wenzio hivi? Leo tunakujua huko kule. Na ana time kweli, siku ambapo mimi siko kwenye maombi hapa usiku ndo linakuja, linafanya matakataka. Hii mimaji mnayetembea nayo hii, shauri zenu. Nitamkamata siku moja, nitawaletea umuyaone, muone vile mnajichanganyaga na nyinyi. Mnabeba matakataka tu mnatembea nayo, lakini hawako hapa Rehoboth. Bwana Yesu asifiwe sana. Namna hiyo hawako hapa. Sijui kama atarudia tena kwa ujumbe aliopata jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe jamani. Bwana asifiwe. Sasa tunakuwa transformed. Nisikilize kwa nguvu zote hapa. Nimesema kwenye akili, unawaza vizuri, unaamua vizuri, unapanga vizuri, sawa sawa. Hata wanasema tupate wapi mtu kama huyu? Si ndio Farao alitamka hivyo? Si ndio Farao alisema hivyo jamani? Tupate wapi mwanamke kama huyu, mwanaume kama huyu? Sisi sio wa kawaida. Mwambie mwenzio, mimi sio wa kawaida katika jina. Mwambie ukimaanisha kwa jina la Yesu. Mwambie usinichukulie poa katika jina la Bwana. Mimi sio yule unemfahamu. Ni kweli unanifahamu hivyo, ila mimi ni mwingine. Lakini neno la pili ni rohoni, tumevushwa kutoka uzima mautini tumeingizwa uzimani. Sawa sawa jamani. Lakini la tatu ni kwenye matendo yetu. Hata namna tunatenda. Hata namna tunatenda. Watu wanasemaga Shinyanga ni pana ukame. Mimi sijui ukame wa Shinyanga. Mimi nimefika hapa niliwaambia mimi siwezi kuishi mahali pakame. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja ya baraka za Mungu zinanena wazi. Maandiko yanasema nitainyweshea nchi yako mvua ili imee nini? Mazao. Hii nawaambia kabisa, huu ukame mnaoona hapa sio mambo ya kimazingira, hakuna. Ni hali ya kiroho ya eneo hili ndio inasababisha iwe hivi. Ila unaweza ukaishi hapa na pakawa Eden katika jina la Yesu. Mimi nalima kila mwaka na ninavuna kila mwaka. Hapo ambako watu walimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sina hata wazo la kuniambia mimi kuna ukame. Nakwambia itanyesha hata hapo kwangu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sijui kubahatisha na siwezi kubeti kabisa. Ninachokifanya na hakika nacho katika jina la Yesu. Hallelujah. Maisha ya hasara za kijinga haya sio fungu langu. Sawa sawa Why? I'm transformed. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina akili za kuona miaka 7, miaka 14 mbeleni. Kweli sio kweli? Ndio kimaandiko iko hivyo. Sawa sawa. Unaona miaka 7, miaka 14 mbeleni. Sawa sawa takatifu. Sawa sawa takatifu. Sina mengi ya kueleza kwenye hili, ninyi mu mashahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuna mtu kwenye andiko ambalo tumelitupa pale, anasema basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii
alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa. Jambo la kwanza, huyu mwanamke amefiwa na nani? Twende pamoja. Mwanamke amefiwa na mume wake. Kwa hiyo huyu mwanamke anapitia kwenye jaribu la ujane. Si ndio hivyo watakatifu? Si ndio watakatifu? Lakini sio ujane tu. Anaendelea anasema sio ujane tu. Nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, huyo aliyekufa, na aliyemdai amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Hiyo ni eneo la pili. Naomba usiende kabla sijakwambia, tunasoma pamoja. Amejikuja licha ya kwamba ni mtumwa. Sawa sawa takatifu? Sawa sawa takatifu? Sawa, ni mjane. Sawa sawa? Vile vile inaonekana huyu mwanamke mume wake ndiye aliyekuwa mwezeshaji wa familia. Si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Kwa kufa kwa mume si tu kwamba amebakia kuwa mjane, alikuwa anateso maumivu ya kwamba sina hata mtu wa kuniwezesha, wa kutupa chakula, wa kutupa mahitaji, wa provide ada za watoto kule kwa shule. Na sio hivyo tu. Sawa sawa takatifu? Tatizo lingine, anakuambia pamoja na ujane na madeni na hali hiyo, vile vile mume alikopa. Sawa sawa? Ana tension nyingine, ana shida nyingine, sawa sawa, ya financial problem, shida ya kiuchumi kubwa iliyopitiliza. Anaishi, ana wimbi, ana msongo wa mawazo kwa habari ya madeni ambayo kiukweli hakukopa hata yeye. Ona vile huyu mwanamke alikuwa anapita kwenye kipindi kigumu. Yuko peke yake, hana msaada wa mwanaume. Lakini sio tu msaada wa mwanaume, yuko peke yake, hana msaada wa mwanaume, ni mjane, anashambuliwa na ndugu, lakini bado anaishi na akilipa madeni, akidaiwa madeni ambayo kimsingi aliyekopa ni mwanaume. Niliwaambia watu asubuhi, usitafute matatizo kwenye maisha, maana matatizo huwa yanakuja yenyewe. Na roho au pepo la migogoro au matatizo, nisikilize kwa jina la Yesu, huwa haliendi likizo. Nimeongea mara ya kwanza, haliendi, huwa yakiingia hakuna siku matatizo yanapumzika. Ni spirit ambalo halilali, halijali umelala umeamka, hata kwenye ndoto huwa linakuburuta. Unaamka asubuhi umechoka kama ulibeba magunia. Sawa sawa takatifu? Lakini vile vile matatizo yakiingia huwa yanapendana, yana tendency ya kukusanyana kwa pamoja. Ndio maana fuatilia watu wengi ambao wanapita kwenye changamoto, huwa changamoto yao hata ukiwasikiliza. Ukienda watu wa hospitali wananielewa, mtu ambaye anapita kwenye changamoto ya magonjwa, nenda kwenye hospitali yetu, utakuta hata daktari anakusikiliza. Utaona tu unaongea anaandika. Yaani wewe ongea, anajua tu, yani anajua tu, ni mengi hutamaliza. Wanakuachaga tu uongee, lakini utaona tu anaandika. Ukimaliza unashanga tu, amka nenda pale. Alikusikiliza saa ngapi? Wanajua tu, ukishaanza hili kuna haya. Ukishasema hichi anajua kuna hii. Umeshasema pressure, wanajua na figo hapo tayari. Ukishasema hichi wanajua na sukari hapo tayari. Yaani wanajua hivi vyote haviachani. Ndivyo yalivyo matatizo. Si umeona ya mama, mme amekufa, madeni yamekuja, na sio majeni tu. Sasa anasumbuka na tatizo lingine la ndoto. Nimesema asubuhi kama maruerue, yani hata akikaa naota mandoto ya ajabu ajabu. Sasa wewe unaambiwa hata watoto ambao walibaki nao wa kumfariji na wenyewe wanakuja kuchukuliwa wafanywe nani? Watumwa. Naomba nikwambie, vaa viatu vya mwanamke, utapata picha alikuwa ni mwanamke wa aina gani. Naomba Mungu akuepushe na fungu hilo katika jina la Yesu, lisije kukupata kwenye maisha yako. Na kama umeingia kwenye fungu hilo, naomba leo utoke katika jina la Yesu. Huyu mwanamke utaona instantly alilala jioni, akamka asubuhi akawa milionea. Tutaona hapa, na ndicho ninachokufundisha leo. Leo naongea kwa habari ya mindset yako kuwa transformed mpaka kwenye kiwango cha kuweza kupambana na tatizo na changamoto ya aina yoyote hapa duniani kwa jina la Yesu. Na ukinielewa na kuomba na wewe ukawe sababu ya kuwasaidia watu walio kwenye aina yoyote ile ya changamoto, na ukinielewa utafanya katika jina la Yesu. Amen.
Amen. Lakini sio hivyo tu. Licha ya watoto kutoka, huyu mwanamke alikuwa na tatizo kubwa sana la kiroho, kwa sababu ameumizwa sana na maumivu yake yametoka madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe. Hata maombi yake nadhani alikuwa anafika mahali anamuuliza Mungu, nini maana ya kukutumikia wewe? Bwana niambie, haya ndio malipo ya utumishi. Mbona miaka yote tumeishi kwa uaminifu na mume wangu, tumeishi kwa uaminifu na mume wangu, tumeyatoa maisha yetu mimi na mume wangu na watoto wetu kwenye kazi yako. Leo mume wangu ameniacha, leo hakuna kitu, sina chakula, sina ada, hata watoto alioniachia wanataka kufanya nini? Kuchukuliwa. Yani alivurugwa mpaka na akikaa kitafakari ule utumishi waliotumika, anaona kama ni muda uliopotea. That's why unaona akafika mahali akasema hapana, enough is enough, naenda kwa bosi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaenda kwa Elia na anamwambia mtumishi wako, umeona anapomtamkia anasema wewe unajua, anamwambia Elisha, wewe Elisha unajua mume wangu alivyokuwa mtumishi, amekufa, na unawajua watoto waliowaacha. Sawa sawa, tuna madeni. Sasa twende pamoja na andiko letu kuwafanya watumwa. Elisha akamwambia, baada ya mwanamke huyu kujieleza muda mrefu, nikufanyie nini? Sawa sawa, swali la kwanza anamuulizaje? Baada ya maelezo yote anamwambia nikufanyie nini? Kabla hajajibu anampiga swali la pili, anamuuliza je, una kitu gani nyumbani kwako? Maswali mangapi? Mawili. Umepigana, umepambana, umeteseka, umehangaika binti yangu, Suzy, come this way. Umeteseka kweli kweli, umehangaika kweli kweli. Sasa sikuombei roho ya wewe mama ikupate, haitakupata kwa jina la Yesu. Umekuja kwangu Pastor Kubena na umejieleza kama nilivyojieleza. Nimekusikiliza wewe, njoo sasa. Hivi kwa kweli baada ya maelezo haya tunategemea nifanye nini kwa huyu binti? Eti tunategemea nifanye nini? Si umekuja kwa mchungaji? Jibu la haraka, unategemea nifanye nini? Una matatizo wewe, umeniambia mashida yako, chuo hivi, chuo vile, hivi, mimi sielewi. Unategemea mimi kiukweli baada ya kunieleza nitafanya nini? Unisaidie. Nakusaidiaje? Kwa kunishauri, kuniombea. Unaona ndio mawazo. Na ni wengi mko hivyo, na wengi tuko hivyo. Hata tunapoenda kukutana na watu wa Mungu au kukutana na kwenda kwenye maeneo yote ambayo tuna mahitaji, ukweli huwa tuna tendency ya kutaka mtu tulemuendea afanye kitu kwa ajili yetu. Kweli sio kweli? Whether nataka aombe kwa ajili yangu, si ndio? Sawa, haya. Ona Elisha anamuuliza, nikufanyie kitu gani? Unadhani jibu gani lilikuwa la haraka kwa huyu mwanamke kumwambia Elisha? Alitamani amwambie, na naamini angemwambia nilipie nini? Madeni, si ndio? Lakini ona huyu mwanamke, kitu cha ajabu, hakujibu swali la kwanza wala hakuhangaika nalo. Nikufanyie nini? Hakuhangaika na hicho kitu. Lakini Wakristo wengi ndio wako kwenye hilo jibu la kwanza. Ndipo uharibifu wako ulipokupatia na unapokuanzia, na shida zako zote huwa zinaanzia hapo. Ona huyu mwanamke ambaye amekuwa transformed hapa, ndio nataka na wewe hivyo leo kwa jina la Yesu. Alijibu swali la pili, nikufanyie nini? Kagoma. Okay, una nini nyumbani kwako? Nina kikopo cha nini? Cha mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Potelea mbali, mume amekufa, pesa hakuna, watoto wanachukuliwa, lakini nina kitu fulani. Sijui kama kuna mtu anapata ninachoongea hapa. Potelea mbali, daktari amesema figo zimeoza, figo zimekufa na zimefail, mifupa imelika, haiwezi kurudi kwenye hali yake, lakini namjibu hivyo daktari. Amen, amen. Ulitegemea nimalize kusema nitakufa, lakini huyu mwanamke anasema pamoja na kwamba sina kitu, nina chupa ya mafuta nyumbani kwangu. Zingatia hilo, nitakuonyesha kitu pale katika jina la Yesu. Nikasema asubuhi, usikubali kumpa kicheko adui. Hata
hata upite kwenye mazingira ya aina gani, hata upite kwenye jaribu la aina gani, usikubali adui akutoe. Kuna mahali tunasema lakini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mlinitenda haya, mlinifanya haya, lakini Mungu aliniwazia mema. Yusufu anawaambia ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaumwa hivi, niko hivi, nimepimwa hivi, lakini najua neno moja, mtetezi wangu yupo. Amen. Mali zimeondoka, majumba yameungua, watoto wamekufa, lakini najua neno moja, nilitoka uchi na nitarudi uchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtetezi wangu yupo hai. Na huyo mtetezi ni wakili mwaminifu ambaye halali na anyamazi kututetea hata anipatie haki yangu. Bwana asifiwe sana. Yaani jaribu nililonalo, pito nililonalo, silipi nafasi, hakulipa nafasi jaribu lake likamvaa. Don't allow your problem to have you. Nimepatia Kiingereza hapo. Don't allow your nini to have. Hivyo nimeipatia. To have you. Yaani tatizo linakukamata mpaka linakuhave. Linakufanyaje? Linakumiliki. Wewe ni wa kwake. Mpaka watu wakikuona amekuja. Yaani watu wakikuona wanakukimbia, wanajua unachotaka kusema. Usikubali. Huyu mama alikataa. Ndio, pamoja na haya niliyokuambia, ila nina chupa ya mafuta ndani ya nyumba yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Elia, mtumishi wa Mungu Elisha, anauliza maswali haya. Ukisoma ule mstari wa 3, alikuwa anataka kumjengea huyu mama ile tunasema capacity ya kuweza kusimama, kujimiliki katika eneo la uchumi. Mnanisikia vizuri? Mnanisikia vizuri nyinyi watu wa Rehoboth? Tunaelewana jamani? Tunaelewana ndugu zangu? Tunaelewana ndugu zangu? Nimekuuliza ungelijibu swali gani? Wengi tunasema tungejibu swali la kwanza, lakini huyu mama alijibu swali la pili. Mara zote maswali mepesi, uelekeo mwepesi tunaopenda kuelekea au kuchagua ndio umetupelekea kuwa Wakristo au watu ambao siku zote tumekuwa na tendency ya kutokujipambania, ya kutokujipigania. Tumekuwa na tabia ya kutaka au kushawishika au kutamani kuona mtu mwingine anabeba majukumu yako. Hiyo roho ikatae katika jina la Yesu. Sina kitu chochote, lakini nina kikombe, nina chupa ya mafuta ndani ya nyumba yangu. Ona anapomjibu Elisha swali hilo, ona kitu kinachotokea, ona kitu kilichotokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba niwaambieni, neno hili au jibu la mwanamke lilikuwa limejaa ufunuo mpana wa kutisha kuhusu hatima yake. Hata Elia aliposikia zile jibu, utaona Elisha hakutaka kingine. Baada ya kuambiwa lile neno, ona Elia anabadilisha mwelekeo pale baada ya kuona mama huyu pamoja na majaribu alionayo hana roho, hakuruhusu roho ya kunungunika. Bwana Yesu asifiwe. Simona anaeleza changamoto zake, lakini anakutia moyo, pamoja na haya nina mafuta ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ni tabia ya watu wote ambao muujiza ilitokea. Hata Elia tena alipoenda kwa yule mwanamke akataka chakula, si unakumbuka? Akamwambia sina kitu, ila nina chakula kimebakia kidogo, nitakula na mtoto wangu, na kama kufa tutakufa, lakini si kwamba hatuna chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha kujihurumia. Dunia haina huruma na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumia, heshimu chochote kidogo Mungu alichokuwekea. Mungu anaweza kutumia, na anataka mara zote atumie hicho kidogo ulichonacho kufanya mambo makubwa kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Haleluya watakatifu. Haleluya watakatifu. Naomba sasa nikufundishe kitu kizuri hapa ambacho naamini kitatupatia mwelekeo mpya. Lakini
anakatamka, nina chupa ya mafuta. Hebu niongelee hiyo chupa ya mafuta kidogo. Nimekufundisha kwa habari ya chupa ya mafuta, ilikuwa ni ndogo, na nikakwambia jihadhari sana na kupuuza chochote ambacho Mungu amekiweka kwenye maisha yako. Usipuuze. Sina kazi lakini na shilingi 5,000 kwenye M-Pesa yangu. Bwana, sina chochote lakini nyumbani nina mkungu wa ndizi. Ni kweli sina kitu, lakini Bwana, nyumbani nina kuku mmoja. Amka kutoka mahali ulipo pa kuangalia watu wengine, kuangalia misaada ya watu wengine, kutazama support kutoka huko na huko. Mimi naomba geuza macho leo. Ndio nasema nafanya transformation ya kufikiri. Badilisha mindset yako. Anza kuangalia vile Mungu alivyo kupatia, kutoka hapo kwenda mahali pengine katika jina la Yesu. Utafika mbali. Jamii yote inaheshimu vile ilivyokuwa navyo huwa haibaki mahali ilipo. Rais Magufuli alikuwa anasemaga hatutakopa. Si mnakumbuka Akafurumushia mbali waliokuwa wanataka kumnyonga na misaada yao. Akasema tutajenga nchi yetu peke yetu kwa kodi zetu. Akahamasisha Watanzania, kile Mungu ametupa akatuambia tuna amani, tuitumie kufanya kazi. Corona ikaja inaua dunia nzima. Yeye akasema tuitumie hii corona kama fursa ya kufanikiwa. Tuna ardhi, ni kweli corona inaua, lakini pamoja na maumivu, mauaji haya, Mungu ametupa ardhi iliyobarikiwa. Mnakumbuka Sasa acha kuwaza corona, fikiria ardhi iliyobarikiwa. Chukua jembe, nenda kafanyaje? Kalime, tuone kama hiyo corona itakusogelea katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote mnajua katika kipindi cha miaka ile uchumi wa dunia wote umeanguka, wa kwetu ndio ulipanda mpaka tukaenda uchumi wa wapi? Wakati. Mamiradi yote makubwa unayoona kwenye nchi hii yalianza kipindi hicho ambacho tuko peke yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Why? Tulisema tunayo chupa ya mafuta katika jina la Yesu. Ni kweli mnasema sisi ni maskini, potelea mbali, ila tunayo ardhi safi. Ni kweli mnasema sisi ni maskini, potelea mbali, ila tunayo maziwa yenye maji na samaki wazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli mnasema sisi ni maskini, sawa, lakini tuna vijana wa kike na wa kiume wenye nguvu na bidii na ari ya kufanya kazi. Haleluya, haleluya, haleluya. Neno chupa ya mafuta linamaanisha vipawa, linamaanisha karama, linamaanisha kipaji, kitu fulani ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Mambo matatu ya msingi sasa yashike, usiache hata moja lidondoke, kwa ajili ya ustawi wako, kwa ajili ya kupokea mwelekeo mpya, kwa ajili ya kuwa transformed kwenye kichwa na kuwa transformed kwenye ufahamu, ili uweze kutawala, uweze kumiliki na uelewe nini maana ya Mungu kukuumba na kukuambia nimekuumba ukatawale, sio ukatawaliwe, ukamiliki, sio ukamilikiwe. Haleluya rafiki wangu. Tunaelewana jamani? Mnanielewa rafiki zangu? Sasa jambo la kwanza nitasoma kwa Kisukuma alafu nitasema na Kiswahili. Mungu anapoanza kukutransform kutoka mahali ulipo. Mfano wetu tunachukulia yule mwanamke, sawa aliyekuwa maskini wa kutupa, mwenye msiba, si ndio mjane yeye, mwenye msiba yeye, mwenye madeni yeye, mwenye kukosa chakula yeye, mwenye watoto ambao wamechukuliwa utumwa yeye, aliyevurugwa na hata na imani na kanisa na utumishi yeye. Yani ilikuwa ni kituko. Tuone vile huyu alitoka kwenye hiyo hali instantly, kwa muda mfupi, na akawa mtu mwingine. Na kuombea ikupate leo kwa jina la Yesu. Na kuombea ikupate leo katika jina la Yesu. Naomba ikupate leo katika jina la Yesu. Jambo la kwanza tunaona anapokutana na mtu wa Mungu, kitu cha kwanza kilichotokea pale, Yohana 1:1 anasema hapo mwanzo palikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Pasipo huyo hakuna kilichofanyika, na kila kilichofanyika kilifanyika katika huyo. Ni kitu tunaita creative word. Creative nini? Word. Release of creative word. Wakati wote Mungu anapotaka kukutoa mahali pale ulipo,
naomba nikwambie, cha kwanza unachohitaji sio mkono wa mchungaji. Na kuomba nikujulishe leo kwa jina la Yesu, mimi sio mchungaji mwenyewe. Unasikia vizuri? Unasikia vizuri? Nakwambia sio mkono wa mchungaji wala wa mtu yote. Cha kwanza unachokihitaji ni neno la Mungu la maarifa. Sasa hata hapa ninapoongea ninatoa maneno ya maarifa, na utakutana na neno lako hapa, na ukilipata lishike, na usiishie kulishika, nenda kalitendee kazi. Safari yako haitarudi hatua moja nyuma, itaenda mbele hatua nyingi kwa jina la Yesu. Ona huyu mwanamke anapokea creative words. Hii ndio siri ya Mungu. Nimeichambua sana ibada ya kwanza. Ana shida kubwa, anaulizwa nikufanyie nini? Alikuwa makini sana. Kwa taarifa yako, angemwambia Elisha nilipie deni, Elia angetoa pesa, angempa kalipe nini? Deni. Lakini kwa taarifa yako, ile roho ilikuwa imeshaka kwenye lile boma. Hata angelipiwa lile deni, lingerudi lingine kesho. Mnaodaiwa hapa wenye madeni, mu mashahidi. Mu mashahidi, niangalieni, msiogope. Hata mimi nimekuwa na madeni. Mmewahi kumaliza madeni? Umewahi kumaliza madeni binti yangu? Hayaishi, na kufundisha leo ujue. Huyu mwanamke alifikia madeni ambayo hakuna mtu anadaiwa leo. Wewe unadaiwa madeni ambayo thamani yake ni utoe watoto. Mzee, ni ya kawaida. Na ukatai, na unaona ni sawa. Ameenda kulia, maana ndio wamechukuliwa wote wawili. Anaachwa peke yake. Mume ameondoka, pesa zimeondoka, miradi imekufa mliokopa mkaanzisha, na watoto wameondoka. Ona, anaulizwa nikufanyie nini? Badala ya kusema nilipie ni madeni, hakusema nilipie madeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Alimwambia pamoja na matatizo haya, nina kitu pale nyumbani. Nina kitu pale nyumbani. Elisha aliguswa sana na lile jambo, kwamba aliguswa na ule ufunuo, kwamba pamoja na haya bado anatambua uwepo wa Mungu kwenye maisha yake. Bado anatambua mkono wa Mungu kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado anatambua upaji wa Mungu. Nina kitu. Wakati wewe unasemaje, jamani nimekwisha, nimefanyaje, nimekwisha, nimekauka kwa, wakati umevaa nguo nzuri na umejipaka mafuta. Nimekwisha wakati umetoka kwenye nyumba yako. Sina kitu mimi ndo kapuku mwisho, yani sina chochote hapa, wakati hata kodi ya nyumba umeshalipa. Niliwahi kumfurumusha dada mmoja, amekuja nimwombe, tulikuwa Dar es Salaam. Asi ana adabu yule dada. Mchungaji niombe, anaongea matatizo mengi. Nikamwambia Mungu akubariki. Nikasukuma, umetokea wapi saa hizi? Nilikuwa ni Morning Glory, tumemaliza Morning Glory. Nimetoka nyumbani. Sasa ile huruma iliyonipata, nikaanza labda hajala hata siku 5. Umekula nini labda? Mchungaji, nimekunywa uji. Nimepika uji. Uliwasha moto na nini? Niliwasha moto na niliwasha tu jiko la gesi, nikaweka sufuria, nimeweka maji. Nikasema pumbavu wewe. Wewe una jiko la gesi na lina gesi sawa sawa, na umekunywa nini? Unaniambia toka hapa katafute kazi huko, nisikuone hapa. Na alikuwa anakaga kanisa, nikamwambia na nisikukute eneo la kanisa hapa muda wa kazi, niwe nakuona hapa saa 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ametoka anielewa, alisema kila neno, lakini kila anayekutana naye anamhadisia kilichompata. Mchungaji amenifukuza, mchungaji yule mwangalieni tu, eti ameniambia una gesi, kisa nina nini? Eti nimepikia kwenye gesi na nimepika uji. Amenifukuza wala hajaniombea, amesema na kanisani nisikanyage, nije muda wa ibada tu. Na akawa na kila anayemhadisia. Wajinga wapumbavu walipomsikia samani kwa neno hilo, walimcheka, hawakumwambia neno lolote, akaumia zaidi. Alipokutana wenye hekima, wakasema amekwambiaje hivi? Na wenyewe wakamuulizia, kwa hiyo una gesi nyumbani ikoje? Maana mpaka inabidi hiyo jiko lenyewe likoje? Akaniambia jiko la plate 2. Sema yeye huyu ni kuchapa na viboko huyu. Wewe una jiko la plate 2, unasema una shida hii? Na kuna wengine mko hapa wa aina hiyo. Upone katika jina la Yesu. Tubu hiyo dhambi, nakwambia leo. Wewe unajielewa wewe? Hivi unajielewa ninachokwambia? Unanielewa rafiki yangu wewe? Plate 2. Alafu unatembea njiani kama mweu, unaongea peke yako. Hii wewe nisikilize. Unasikia? Kuna mtu nikupe tu mfano mzuri. Wangapi wanamjua Mo? Wanamsikia Mo, ile tajiri Mo Dewji. Hivi unazania leo Mo litokee tetemeko, sawa sawa
alafu nyumba zake zote, mali zake zote ziharibike, na benki itokee shida ya mtandao, hela zake zipotee. Sawa sawa Awe zero, awe nini? Ukakutana na Mo ukamuonea huruma, ukasema pole Mo, wakati ule nilivyokusikia uliwe kutusaidiaga kijijini kwetu. Mo, nakupa hii nyumba hapa bwana, uishiji kwenye hii nyumba, hii ya nyumba yangu. Niambieni ukweli, ukija kesho utamkuta Mo kwenye hii nyumba? Utamkuta wapi? Sikufichi. Yaani ukiondoka tu anauza, na kesho ukija hapa utamkuta Mo yuko mahali ana uwezo wa nyumba zaidi ya 3 kama hizi, na baada ya mwezi utamkuta Mo amerudia utajiri wake wote. Nyumba ile ambayo unakalia, unalala, unaamka, unaota ndoto, unafukuzwa na majini. Kuna mtu akiipata anaaga umaskini. Anaaga nini? Umaskini. Nitakuonyesha kitu kule kwa jina la Yesu pale mbele, ingawa msinishangae. Unajua unaweza ukashangaa, nataka kuwahi somo mbeleni, ila sijui kwa ngoja niliwahi, maana naweza nikaishia hapa nikupatie kitu. Anasema hivi hatujasoma mpaka kule mwishoni. Wacha nisome mwenyewe kwa kichwa. Bwana asifiwe sana. Akamwambia hivi, okay, nitakwambia baadaye nisiruke. Vitu vingine kanisa ni letu, tutaendelea kufundishana. Creative words. Anajieleza, anajibu chupa ya mafuta. Ona neno la nabii. Hakumwambia ni weka mkono. Ona nabii anamtamkia neno la ajabu. Anasema sasa nenda kwenye mtaa wako wote. Mtaa wako. Wewe mtu wa maandishi uko unasikia anachosema? Siweke hapo sasa. Akasema nenda ukafanyaje? Uko wapi? Kwa jirani zako vyombo wala usiazime vichache. Ili neno ni creative words kutoka kwenye kinywa cha mtumishi wa Mungu. Hili sio neno la kawaida. Hebu niambie, kuna uhusiano gani? Mtu ana madeni, mtu watoto wanachukuliwa. Sawa sawa. Alafu anamwambia nina mafuta. Ona neno analomjibu. Nenda kwa jirani zako. Kumbuka tunakopaga kwa nani? Si kwa jirani zetu. Anatumwa kule ambako anatonyeshwa kidonda ambacho kilikuwa kinamtesa muda mrefu. Maana alikuwa akiingia kwenye jamii anatafuta mahali pa kukaa. Maana wengi walioko pale wanamdai. Mnanielewa vizuri? Akitaka kwenda kuchota maji anaenda saa 6. Unasikia vizuri? Maana akienda jioni atakutana na wanaomdai na asubuhi. Sasa anatumwa aende kwa au majirani ambao ndio wanafanyaje? Wanamdai. Umesikia wewe mama yangu? Aende akaazime nini? Yeni unanidai sijalipa na unataka kuchukua mwanangu na kuja tena. Mama fulani naomba niazime. Hivi tuongee ukweli, wewe mama utanijibuje? Usiongea ukweli sio kirokole. Ongea ukweli kama mtu timamu. Utaniambia sikupi. Tena unaweza ukanifukuza. Kabisa. Kwanza utanielewa vipi? Unaweza ukaniona kama mwanga hivi, nimekuja kukuchulia hivi. Yaani unanidai, sija kulipa na narudi tena kukuomba wewe, na anaambia wote wapetie nyumba kwa nyumba. Na cha ajabu ile words, creative words, sawa alipolitii lile neno, alipoenda nyumba ya kwanza, naomba mavyombo, walimwaga mpaka maji, wakampa mavyombo. Hata kwamba wanamdai hawakumwambia. Akaenda nyumba ya pili akachukua. Akaenda nyumba ya 3 akachukua. Akaenda nyumba ya 4 akachukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba uniambie alipochukua akafika, Biblia inasema alipochukua yale madumu akaweka ndani, mtumishi wa Mungu akamwambia tayari nimefanya. Mtumishi wa Mungu akarudi tena akakuta ameshajaza. Haikuwa kazi ya dakika 2. Akamwambia sasa jifungie wapi? Ndani, wewe na mtoto wako. Sawa. Mliokuwa mnasubiri mle hiyo mafuta mufe, jifungieni ndani. Na mkisha jifungia ndani, anza kujaza hayo mafuta kwenye hayo mapipa. Vyovyote ulivyochukua. Amemwambia beba mengi. Bwana Yesu asifiwe rafiki zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Chupa ilipoanza kumiminwa kwenye pipa la kwanza, ilimwaga mafuta paka pipa likafanyaje? Hakuamini.
Anamwambia mwanae, leta lingine. Amin, anaweka, lilijaa chupa ile ile. Naomba nikwambie, alikuwa anateseka, kumbe ndani ana nini? Ana chupa, na kumbe ile chupa ilikuwa imebeba majibu ya maswali yake katika jina la Yesu. Naomba nikwambie, kuna kitu Mungu amekupa, hicho kidogo unachokipuuza kitakupeleka mbali, kitakusaidia kuliko hicho unachokitegemea kutoka kwa nabii yule. Maombi ya Elia yasingemsaidia huyu mama. Kwa taarifa yako, angemuombea ingekuwa hivi. Angemuombea paka takarabashaka, na kemea roho hiyo, Bwana fungua milango. Ela ingetokea, angelipa madeni. Lakini nishakufundisha, roho ya changamoto ikivamia familia huwa haiendi likizo. Unanisikia vizuri? Utashangaa tatizo tulilokuombea mwaka jana. Niangalie mwaka gani? Mwaka jana, na ukaona kabisa umepata neema, limeisha, na ukatoa sadaka sio kupandishwa mbegu, leo lipo. Utashangana na mwaka juzi, na lenyewe leo lipo. Utajikuta kuna watu wamekuwa watumwa kwa watumishi au kwa watu au kwa taasisi mpaka wanakufa. Na ikemee roho katika jina la Yesu. Kataa kuchagua majibu marahisi kwenye maisha haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikufanyie nini? Nilipie pesa? Huo ni ujinga. Nikufanyie nini? Niombee baba? Hapana. Mwambie mtumishi, ninaumwa, lakini kuna kitu nakisikia ndani, Mungu amenipatia. Hicho kitu ikilinde sana, kitakupeleka mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Chupa ya mafuta iliyokuwa inazaraulika, iliyokuwa ndani na vilio vikawepo, hiyo chupa ya mafuta ilikuwa ina uwezo wa kutatua changamoto zote za huyu mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Rafiki zangu wazuri, mwambie Mungu, nipe neno katika jina la Yesu. Mwambie Mungu, nipe neno katika jina la Yesu. Simama juu, sema, Bwana nipatie neno la kwangu katika jina la Bwana. Sema, Bwana nipatie neno katika jina la Yesu. Nipe neno la maarifa katika jina la Yesu. Nipe neno la maarifa kwa habari ya watoto wangu. Nipe neno la maarifa kwa habari ya uchumi wangu. Nipe neno la maarifa kwa habari ya afya yangu iliyodorora kwa muda mrefu. Nipo neno la maarifa kwa habari ya mlima huu usiopandika, ulioshindikana kwenye kizazi chetu chote. Haleluya. Waweza kuketi. My brother, unahitaji neno la maarifa. Nasema tunahitaji neno la maarifa. Nisikilizeni kwa jina la Yesu. Misri ikiwa imejaa elimu yote, imejaa sayansi yote, nasikia vizuri? Sawa sawa. Ilikuwa inaingia kwenye crisis kubwa sana ya uchumi. Akatokea kijana anaitwa nani? Kutoka gerezani anaitwa nani? Yusufu. Akaitwa, nimeota hivi na hivi, kuna mambo yanatuvuruga. Akawasikiliza. Ona kijana, mtu wa Mungu alichokitoa. Akumwambia jibu ni ili. Ona, anamwambia tafsiri, wewe ulichoota ni hichi, na maana yake ni hii, na suluhu yake ni hii. Leo hii kuna wahuni wanaitwa manabii na mitume au wachungaji, washindwe kwa jina la Yesu. Anakuambia hivi, naona kwenye ukoo wenu kuna roho fulani na kulaga vitu magonjwa ya aina fulani, na yalimpata bibi yako. Ndio man of God, prophet, yes man of God. Na sio hivyo tu, iliuaga hata babu yako. Ndio hivyo, na iliua baba yako. Na iliua mama yako. Mfuatilia, akimaliza anakuambia gani? Neno la maarifa aliko hivyo. Huo ni uaguzi. Hiyo inaitwa ramli. Hata wapiga ramli wanaweza wakafanya hivyo. Yote unayoambiwa, hata wewe kwani ulikuwa uyajui? Hivyo mtu anakuambia leo naona kwenu kuna makaburi 6. Na unajua na unasema ndio. Hivi ni kweli ulikuwa ujui kwamba yapo makaburi 6? Kwani wewe ulikuwa ujui? Sasa unashangaa nini? Si ramli tu ile. Mungu ana vitu vya kijinga namna hiyo. Hivi ni kuambia kwenu mna makaburi 6 ili iweje wakati hata unajua yapo 6? Naona kwenu mnasumbuliwa na maumivu ya kichwa. Sasa ndio baba, sasa hivi una nini cha ajabu wakati hata wewe mwenyewe unasikia kichwa kinauma? Kwani usikii kichwa kinakuuma? Kwani unajua hata mamako alisemaga anaumwa kichwa? Hivi eti wewe mama, shida ni nini? Shida ni nini?
Wewe hujakutana na hivyo. Mimi nafundisha. Ndio nataka kujua shida huwa ni nini haswa. Yaani mtu anakuambia wewe naona kwenu mnaumwaga hivi. Unasema ndio baba, na mama yako aliumwaga hivi. Sasa unatakiwa utoe sadaka ya kinabii ya kuondoa hichi kitu. Na tutaomba siku 3. Sawa sawa. Hivi wewe ulikuwa unajua kwamba kichwa kinauma? Si unakisikia hata wewe? Hivi kweli unajua mama yako naye alikuwa anauma kichwa? Si unajua? Sasa hapa ni nini cha hivi, lengo la mimi kukuambia hivyo ni nini? Mungu hivi ni nini? Mbona hata unajua unaumwa? Creative word haiji hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Inakwambia kuanzia pale ulipo kwenda wapi? Mbele. Usipopajua. That's the meaning of prophecy. Si ndio jamani? Mtu anaitwa profesa ni mtu amesoma, amepata PhD, amefanya kazi, akagundua vitu ambavyo havipo, tunasema anatunukiwa, na vikathibitishwa na wanataaluma kwamba hichi alichogundua Christian hakipo duniani. Huyu ni profesa, ni nabii kwa Kiswahili. Yaani ukisema mtu anaitwa profesa ndio hao manabii. Ni nabii tu profesa. Anaweza akatupa kutuonyesha mahali ambapo kibinadamu hatuwezi kufanyaje? Hatuwezi kupaona. Sawa sawa takatifu. Creative word inaanzia pale uliko ishia. Sawa sawa. Madeni yamezidi, hali imezidi, sina pa kukaa, migogoro haielezeki, matatizo mpaka hata nenda kusema kupata kitu. Anasema nenda kaombe vyombo vya kwa majirani. Kuna uhusiano wa madeni na vile vyombo? Umeona neno creative inavyokuwa? Hata wewe ukilisikia wewe linakuchanganya. Na kama sio mnyenyekevu utalipuuza, ulikatae. Ndio Yesu akasema nabii hana heshima wapi? Kwao. Aliishi kwao, alifanya miujiza michache sana huyo Yesu, ila kwa watu alifanya mikubwa. Why? Ni hicho kitu. Kama mtumishi wa Mungu muda wote alikuwa anatoa hizo creative words. Sawa sawa. Maana neno la maarifa kutoka kwa Mungu huwa alikuhurumii. Huwa linakuja kama livyo. Ulitii upone, ukatae uangamie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu anachokupa Mungu ni hicho. Yusufu anasikiza, anamwambia njaa itakuja, na baada ya anamwambia neema itakuja, na baada ya neema njaa itakuja. Sasa ona anatoa suluhu, creative word, kitu ambacho hakukiwaza kabisa. Mfalme, miaka 7 hii limeni sana na msile, wekeni chakula kwenye maghala, maana baada ya miaka hii hakutakuwa na chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwaka jana nikawaambia uzeni mlivyo navyo, mnunue mpunga. Mnakumbuka Mkapuuza waliotii, na wengine kwa maisha ya dharau mkasema mampunga hayanaga bei, lakini wengine wakatii. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaiona njia ya sasa hivi? Mnaona mziki tunaoenda nao sasa? Tununue mavyakula ya nini? Mbona mavyakula mengi tu? Creative word inaanzia ulipofiachia, inaenda mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina jamani. Yusufu anatoa lile lilikuwa ni neno. Naona Farao akalisikia, akalikubali, akalitendea nini? Kazi. Naomba nikwambie neno lolote linalokuja Bwana analoleta kwenye machangamoto ulionayo, lipokee. Sawa sawa Lisikilize kwa makini ulielewe. Then lipokee. Unaweza ukaelewa kitu usikipokee. Mchungaji amesema kweli kabisa, lakini usilipokee. Yaani unakubali ametuambia ukweli leo, lakini hujalipokea. Na ukilipokea itoshe, kalitendee kazi. Na kama uelewi nitakufundisha pale mbele. Point ya kwanza, transformation inaanzia ni Mungu kuachilia creative word, na hii una haki ya kuidai na akakupatia katika jina la Yesu. Na hichi ndicho huyu mwanamke alienda kukitafuta kwa Elisha ukichunguza. Ndio maana akutaka msaada, sawa sawa akutaka alipiwe kodi, sawa sawa bali alimwambia nilicho nacho ni hichi, kwamba mimi sio duni, ongea na mimi kwa tahadhari. Bwana Yesu asifiwe sana. Usitumie hali yangu kuninyanyapaa au kunidrain unavyotaka. Sawa takatifu? Sawa sawa rafiki zangu jamani. Tunaelewana ndugu zangu? Au naenda haraka sana? Au ninaenda haraka sana? Hakuna kitu Mungu aliwahi kufanya au anachoweza kufanya bila neno. Wangapi tuko pamoja? Matatizo mengine ni magumu sana kwenye maisha. Nimetoa mfano asubuhi wa Paul, mtu aliyempenda kupita kawaida, kipenzi chake Timotheo. Si mnamjua Timotheo na Paulo? Maisha yote wanaishi wawili. Timotheo alikuwa na shida kubwa ya afya. Si mnajua? Ingekuwa leo mngesema ana vidonda vya tumbo sugu.
Unajua maumivu yake. Baada ya muda mrefu Paul anakundua kitu. Timotheo hakupona kwa kuwekewa nini? Mikono ya Paulo. Na iliwekwa sana lakini hakuwahi kupona lile tumbo. Lile tumbo, na kurudia tena, creative word inahitajika. Hata kwenye maombezi tunapofanya, utaona watu wengi wanaofunguliwa sio wale waliowekewa mikono sana. Ni yule ambaye alipokea neno. Amen. Wakati nahubiri, kuna alipokea neno lake, akalikubali na akadhamiria kuona matokeo. Utashangaa huyo mtu ukimwekea tu mkono hivi, kitu kimetokea. Nani tuko pamoja kwa jina la Yesu? Huwa linatangulia neno. Paulo anapata ufunuo, anambia, Timothy, kuanzia sasa huko unakotumika Ephesians, usinywe tena nini? Maji. Unakumbuka? Usinywe tena nini? Maji. Na anambia kwa ajili ya hilo tumbo lako uwe unakunywa juice. Why? Nimegundua kuna connection ya kwenye maji ya eneo hilo na hali yako ya kiafya. Wangapi tuko pamoja mpaka hapo? Wangapi tuko pamoja mpaka hapo? Oneni creative words. Daniel anaenda Babeli, wanachukuliwa na Nebukadnezar. Unakumbuka Mnakumbuka jamani? Wanatunzwa vizuri, halali kabisa. Danieli anapata neno la maarifa. Usile chakula chochote kilichotoka kwenye meza ya nani? Ya mfalme. Anamwambia Ashpenazi, sisi hatutakula chakula cha hapa. Tupeni maji na nini? Na mtama. Mkuu anasema hapana, hilo kosa litanipelekea nife. Nebukadnezar akigundua nimefanya hivi, maana atawapima kila baada ya muda fulani. Na akija kuwapima akawakuta nyewe mko duni kwa kula chakula cha ndege cha mtama. Mtama ni chakula cha ndege. Walikataa kula chochote walichohisi hichi kinawezekana kikawa kinaliwaga na mfalme. Hawataki. Biblia inasema walipopimwa baada ya zile siku, walionekana wao ni bora mara ngapi? Mara 10 ya wale wengine. Creative words. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hili ndio linalotuponya. Tunaenda kwenye sherehe, umeomba, tumetegwa, atakuja. Unashangaa tunafika pale, nilienda kwenye sherehe fulani hapa Shinyanga, tunaenda tunakaribia kwenye kabisa, tunaenda kula, na karibia hivi kuna kitu kinaniambia ondoka hapo. Nilikata kona, Mungu anajua, wanisamee walioniona. Niligeuzia pale kwenye ile table, nilipiga hatua, sisi ziliongezea upako na malaika, nikajikuta nimeshatoka nje ya gate la ukumbi. Na nilisepa moja kwa moja mpaka nyumbani. Waseme watakalo, siwezi kufa kipumbavu katika jina la creative words. Haleluya. 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 Haleluya jamani. Unanisikia Matthew? Mungu anatuma hiyo kwanza katika jina la Yesu. Wangapi tuko pamoja? Wangapi tuko pamoja? Namba 2, weka hii kwenye mindset yako. Hamteli hakuna kitu kitakusumbua paka Yesu anarudi. Namba 2. Sawa sawa jamani. Hatua ya pili ya msingi kwa kulingana na issue ya huyu binti, alisema, alitamka, sina kitu isipokuwa nina kopo la nini? Kopo la nini jamani? La mafuta. Kopo la mafuta. Nisikilize kwa jina la Yesu. Nabii ana neno. Sawa sawa watakatifu. Nabii ana nini? Niangalie. Nabii Elisha ana nini? Ana neno. Si ndio Si ndio? Huyu mwanamke naye alikuwa na nini? Kama umesoma vizuri, ana chupa ya mafuta. You are part. Katika jambo lolote hutakwama, na kuhakikishia creative word ya uneno peke yake la Mungu. Nimekwambia kuna linachoshindwa, sawa ila likisimama peke yake aliwezi kufanya kitu chochote kwenye maisha yako, hata ulikariri vipi. Nimekufundisha, nielewe vizuri, kile nilichokufundisha usiishie pale, hakitakusaidia. Nyie mna neema, mnapata hii cha pili. Ibada ya kwanza walipata cha kwanza. Alikuwa ana chupa ya nini? Ya mafuta. Ile chupa haikuwa ya nabii, ilikuwa ya mwanamke. Sawa sawa Kwa hiyo kwenye ile mindset transformations, kuwa na ufahamu wa kimungu ambao uko juu ya kitu chochote na usiozingirwa, usiozuiliwa na kitu chochote. Wale watu wanaosema I am unstoppable, ni hivi: pamoja na neno la Mungu, hakikisha una kitu chako. God parts, sehemu ya kwanza ya Mungu, neno, si ndio? Si ndio? Sehemu ya pili ni ya kwako. Sehemu ya pili ni ya nani? Ni ya kwako.
Sehemu ya pili ni ya nani? Ni ya kwako. Hembu fikiri, asingekuwa na ile chupa ya mafuta, nini kingetokea? Angepewa pesa, sawa sawa, lakini tatizo lingerudi tena kesho, kama ya kwako yanavyorudiki ya watu wengi. Leo utakuja nitakuombea, mwezi ujao utakuja baba nitakuombea, na kesho utakuja nitakuombea, na nitakuombea, na nikikuona hazikutoshi na kutengeneza unakuwa tangazo langu la kanisa. Unakufanya unakuwa tangazo la nini? Wewe kila siku unakuja, jamani niko na baba, chungaji ameniombea, nimepona. Sasa najua atarudi kesho kutwa tena huyu. Maana hajui, hajafundishwa namna ya kutoka. Unatakiwa tukujengee capacity, uwe na capacity ya wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye eneo husika, ameenda Mungu anachotaka. Akampa neno, una nini? Ninayo chupa ya nini? Ya mafuta. Okay, twende kazi. Sasa kwa sababu una chupa, nenda kaombe vyombo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Zingatia, sehemu ya kwanza ni ya nani? Ya Mungu, ambavyo ni neno lake. Sehemu ya pili ni ya kwako. Una nini? Naomba nikwambie hapo, niongee kitu fulani kwenye eneo hilo. Naomba nikwambie, nisikilize sana katika hichi kitu nachotaka kusema kwa habari ya eneo hilo. Kitu ambacho tunaposema kile cha kwako au sehemu yako, kopo lako la mafuta ni nini? Ni kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Inawezekana ni kipawa, sawa sawa takatifu. Inawezekana ni elimu, sawa sawa takatifu. Inawezekana ni shamba, ni mfugo, ni kuku. Unasikia vizuri? Unasikia vizuri? Tena amesema kidogo. Mafuta nini? Mara nyingi huwa vinakuwa ni vidogo. Umesikia mwanangu? Unanisikia vizuri? Sehemu yako huwa inakuwa ni, lakini naomba nikwambie, hiyo sehemu yako ndogo ukiichanganya na neno la Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina jamani. Huwa inasababisha mlipuko usiokuwa kawaida katika jina la Yesu. Mimi naomba nikuthibitishie, yule kuku uliye naye nyumbani kwako, na kama utapata neno la maarifa ukalichanganya na huyo kuku, sikufichi, baada ya mwaka majira kama haya utakuja kunipa ushuhuda hapa katika jina la Yesu. Nakwambia katika jina la Yesu. Tuna changamoto leo watu wetu, hivyo vidogo walivyo navyo. Wewe vipi mama nani? Niko na bangaiza tu. Wewe unajilaani. Hicho ulicho nacho ni Bwana amekuwekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Unajua kimsingi lile tunasema ile creative ya kwanza, huwa unapokuwa accepted na ukitenda kazi, huwa inazalisha tunasema imani ya kiungu. Imani ya kinini? Ya kiungu. Na hii huwa haina mipaka, huwa haina vizuizi katika jina la Yesu. Hii plus kile ulicho nacho, kuna hatua mpya inaanza katika jina la Yesu. God parts, Mungu atanipa neno la maarifa. Amen. Amen. Ngoja nikupe mfano umenijia hapa ghafla. Vijana nisikilizeni. Mnamkumbuka yule binti anaitwa Ruthi? Si ndio Ruthi Ruthi na Naomi, si ndio? Si mnakumbuka habari ya Ruthi na Naomi? Yule mwanamke amezeeka, anamwambia mimi nimezeeka na watoto wangu wamekufa, rudini kwenu, si ndio? Huyu mmoja akasema hivi, mimi naondoka. Yule mwingine akasema, sitaachana na wewe. Mungu wako ni Mungu wangu. Sawa sawa, utakapokufa na mimi nitakufa. Potelea mbali hata nisipoolewa. Ila nimegundua kwa kukaa na wewe kuna kitu nimekipata. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu kiko ndani yako nakiona, na kufa nife kuliko nitengwe na hicho. Unasikia vizuri? Wanaondoka naye, anachekwa na kila mtu. Unaona wanapofika kule kwenye nchi yao. Sasa watakatifu. Sasa watakatifu. Binti anaenda kutembea kwenye yale mashamba. Anaenda kutembea kwenye yale nini? Mashamba. Creative mama anamtamkia neno. Hivi wewe, yule fulani sio mtu wa kwetu? Naomba kaa vizuri na yule mtu. Kaa vizuri na yule mtu. Neno la maarifa limetoka kwa mtu wa Mungu. Binti akalipokea. Binti akafanyaje? Akalipokea. Naye akatumia kile alichokuwa nacho. Akaanza kuoga vizuri. Akajipaka mafuta vizuri. Akawa na bidii kuokota masuke nyuma ya wafanya kazi. Nini kiliishia? Alikuja kuishia kwa mke wa nani? Wa Boaz. Sasa wewe unataka Mungu afanye
tu wewe ufanye hiyo kitu, sahau na kuombea Mungu akupe chako katika jina la Yesu. Na njua wote mnavyo, Mungu akuamshe, akuonyeshe kile kilichokuwa cha kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitu kingine hapo ni ile kopo la mafuta. Ni lile kopo. Nimesema mafuta ni vile vitu Mungu anakuwekea. Sawa sawa, lakini anasema nina kopo la mafuta. Lile kopo ndilo lina shape yale mafuta yakaaje. Sawa sawa. Nisikize vizuri hapa, ufunuo nikupatie. Lina shape yale mafuta yanakuaje. Si ndio jamani eh? Si ndio jamani? Kama kopo limekaa kama yai na mafuta yataka umbo la nini? La yai. Amen. Amen. Sikiliza kitu pale nikuonyeshe. Alipoanza kujaza yale mafuta, alipoanza kujaza yale nini? Mafuta. Vyombo vilipoisha na mafuta yalifanya nini? Yaligoma. Pokea hichi kitu hapa kwa jina la Yesu. Pokea hili neno kwa jina la Yesu. Kuna watu, nisikilize vizuri. Mungu ana baraka nyingi sana kwa ajili yako. Na amekupa baraka nyingi sana kwa ajili yako. Ila kama huna uwezo wa kuzicontain, huna uwezo wa kufanyaje? Ile jug. Aliposema tu yamekwisha na mafuta yalifanya nini? Kwani mafuta yaliisha? Yaliisha yanakotoka? Kwa nini yaliacha kuja? Hana uwezo tena wa kuyacontain. Nanisikia vizuri? Hivi unazania mimi Mungu leo anibariki kuwa manager wa benki mashuhuri? Sawa sawa. Sawa sawa. Lakini mimi na elimu ya mambo ya benki, mimi si mchungaji, nitakuwa manager mimi? Hakuna. Utaona, niangalie kwa jina la Yesu. Unaweza ukashangaa, jana ndio wachekesha wazee wangu. Unaweza ukashangaa mtu ana account benki na milioni 5. Milioni ngapi? 5. Hata 10, hata 20. Lakini ukimwangalia hivi, hana tofauti na kapuku fulani wa mtaani. Unajua maana yake nini? Baraka iko, lakini hana uwezo wa kuicontain. Ndio maana ina stop. Sijui unanielewa? Yaani Matthew, unapata pesa, lakini hakuna chochote kwenye maisha yako unaweza kukiona. Usiseme mambo ya chuma ulete na kufundisha, pokea neno kwa jina la Yesu. Shida ni kwamba huna uwezo wa kucontain hiyo baraka. Ndio maana aliposema vimekoma, na baraka ikafanyaje? Ikakoma. Ndio maana usishangae kuona washirika, mtu ana hela nyingi tu, lakini maisha yake hana tofauti na mlima viazi wa Malampaka. Hata ukimwangalia hivi hafanani. Hata akiongea unaona kabisa ni shida zile zile tu. Lakini I'm telling you, kuna watu wamelelewa wakamjua Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kina Daudi, unaweza kushangaa na shilingi 5,000 mfukoni. 5,000 benki, hata akaunti ya benki haijui. Lakini anaweza akafika mahali akafanya vitu na watu wakakusahau wewe mwenye nazo na wala wasikujue. Unashangaa kuna mtu wa kawaida, au mfano utakuta kitu halisi ni hichi. Unaweza ukashangaa mko kazini, sawa kuna mtu hana sifa hata moja ulionayo wewe, lakini unashangaa ndio mkuu wako. Nani ameelewa ninachokiongea sasa? Yule jagi yake ni kubwa, ana uwezo wa kucontain hata kama ana. Ndio maana baraka zingine kubwa hata asizostahili zinawekwa ndani yake. Mnajiuliza huyu alifikiaje hapa? Andiko letu la kwanza wanauliza, hawa mbona tunawajua hawana elimu wala hawana maarifa? Sawa sawa ila wakagundua wana Yesu. Yesu ni container kubwa kuliko pipe, kuliko hata bahari. Ukiwa naye kila kitu kitajaa katika maisha yako kwa jina la Yesu. Nani ananielewa ninachokiongea hapa? Nani anaelewa uwezo wako wa kucontain? Uwezo wako wa kucontain. Umepata nafasi ya kusoma, soma. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Amina. Umepata uwezo, nafasi ya kujifunza kama hapa na kufundisha, nisikilize kwa nguvu katika jina la Yesu. Mungu ana vitu vingi vya kukupa na amekupa vingi, lakini kama kuna mtu mchumi ni Mungu. Huwa hayuko tayari kuona resources zake zinaharibika. Utajikuta una pesa nyingi, lakini hakuna kitu unafanya hapa duniani kinachoonekana. Huna uwezo wa kuzicontain. Pot of oil, sawa sawa chupa ya mafuta.
Chupa ndio iliamua kiwango cha nini? Cha mafuta. Vyombo alivyokusanya. Lakini yote haya ni zao la creative nini? Word. Sema nahitaji sehemu ya Mungu kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Sema nahitaji sehemu ya Mungu kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Na nahitaji kuwa na sehemu yangu kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Lakini mwisho, hekima ya mwisho, mambo ya jambo la tatu. Haya matatu tu nitakufundisha mengine siku nyingine, yanakutosha. Ni akamwambia nenda kaazime nini? Nenda kaazime nini? Vyombo tena vingi. Tena vingi. Hata siku moja usitosheke, usiridhike na vile ulivyo navyo. Niangalie kwa jina la Yesu. Wangapi tumefika darasa la 7 hapa? Huyu ndio mchungaji wako, nakuhubiria injili ambayo inaendana yenye akili, sio za kijinga jinga hizi za kuambiana tu tuendesha gari kama moyo unaona endesha za kitoto tu hapa. Tulifika la 7 kama mimi au okay, la 7 mbali. Tuliyefaulu mtihani wa la 4. Wala 4 ule KK tukaandika na kusoma. Nisikilize kwa jina la Yesu. Mataifa yote ambayo yana uchumi mkubwa leo duniani ndio yanatumia principle hii ya 3. Go, nenda kaazime nini? Vyombo. Yeye alikuwa na chupa, anaambiwa kaazime nini? Vyombo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio njia iliyotumika kwa yule mwanamke. Mungu alitoa neno, yeye akawa na chupa ya nini? Ya mafuta. Alafu akaambiwa nenda kaazime. Usitosheke hata siku moja na kile ulicho nacho. Sawa sawa? Sawa sawa takatifu? Sawa sawa takatifu jamani Kuna sehemu ya watu kwenye maendeleo yako Matthew. Hawa watu unaowaona hapa wote wana sehemu kubwa sana kwenye maendeleo yako. Unaposikia huyu mtu anaitwa rais, anapewa marupurupu ya urais, heshima ya urais, tuongee ukweli, amepatiwa na nani? Ni yeye kajipatia au ni watu? Ni watu. Nenda kaazime kwa watu. Mara zote chochote Mungu alichokupatia, ujuzi Mungu aliyokupatia, ukiuchanganya na wa mwingine, utapata matokeo yasiyokuwa ya kawaida. Ukisikia kuna nchi zina uchumi mzuri duniani kama South Korea, Korea Kusini, hakuna hata kimoja walicho nacho. Wenyewe wametumia teknolojia yao ndogo. Korea Kusini tulipata nao sisi na wao siku moja, tulikuwa tunafanana tu, lakini waone leo walipo. Walitumia walichokuwa nacho, wakaenda kwa majirani zao, wakaona walichokuwa nacho, wakachukua wakachanganya na cha kwao, wakazalisha teknolojia mpya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mimi nina pesa, sio mtaalamu wa biashara, lakini nikamwona kuna kijana hapa kanisani anazunguka huko mtaani na maji na vitumbua. Jioni anakuja na pesa nzuri. Amen. Saa 10 yupo kanisani, anaimba na msifu Mungu, yuko smarti. Sawa sawa. Huyu tunaelewana vizuri sasa Unaona Huyu ana chupa yake ni nyingine na yangu ni nyingine. Ili mimi nikitaka kuwini, nitafanya kila jitihada ni azime ya huyu, nichanganye na ya kwangu. Namuita, tunaongea. Wewe una ujuzi, mimi na pesa. Amen. 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 Mtaji wako 1000 ngapi? 50,000. Basi na mimi nakupa 1000 ngapi? 50. Kwa hiyo biashara ni ya kwangu mimi na nusu kwa nusu. Piga kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Go and borrow. Nenda kaazime. Usibaki na hicho ulicho nacho, utakufa nacho nakwambia. Nenda kachukue, nenda kachukue, nenda kaazime, nenda kashirikishe. Kwa mfano mimi sinahubiri hapa sasa. Sawa sawa takatifu. Mimi ndio mchungaji hapa. Lakini kuna huyu dada. Sawa sawa jamani Kabla mimi sijapanda yeye alifanyaje? Alifanyaje?
Hapo nimeazima nini? Tunaelewana? Nimeazima chombo chake. Nenda kaazime vyombo kwa wengine. Huyu ameimba, si mmebarikiwa? Bwana si ameshuka na kuja na hudumu. Nasema leo Mungu ameonekana, lakini kumbe Mungu aliyemshusha huyo Mungu hapa ni huyu. Ningesema nije tu nianze mwenyewe, sikufichi tungesumbuana kwa jina la Yesu. Huyu ameimba, lakini kuna mwingine alikuja, nilimuita. Alikuja kabla hata ya huyu, akafagia hapa. Mbona unaondoka nawe haraka? Huyu ameimba, huyu amefagia. Si mnanisikia vizuri? Si mnanisikia vizuri? Hebu fundi mitambo kimbia hapa. Kimbia hapa mtu wa mitambo. Kuna yule pale, Boro, mnanisikia vizuri? Mefi, unaona? Kuna yule, wewe kwa nini mnamuona huyo? Hata mnamjua huyu nyie? Yeye amekaa pale. Hamuoni na hamtamuona mpaka unaondoka. Yeye unasema tu, leo mchungaji ametuhudumia vizuri. Kwa taarifa yako, kuna huyu alisafisha viti. Amen. Kuna huyu aliimba. Kuna huyu anaunganisha waya. Sawa sawa takatifu? Sawa sawa takatifu? Lakini sio hivyo. Kuna mwingine, yule kule mke wangu alinipikia chai, chakula jana nikala. Kuna mwingine hamumjui kabisa, yeye alikesha anaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nikwambie, vyote hivi wanavyofanya hawa ndio vinapelekea tunakuwa na ibada. Ningesimama mwenyewe kwa taarifa yako, bila hawa hakuna ambacho ningeweza kufanya hapa. Unawahitaji watu wengine katika maisha, katika jina la Yesu. Kuna vitu unapambana, unahangaika tu. Kuna mtu ungempata wewe usingehangaika. Kuna mtu ungekuwa naye usingehangaika. Nakwambia, biashara zako zingekimbia. Kuna mtu ungempata wewe usingetapeliwa. Umenielewa? Hata kidogo usingeingizwa mjini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ungempata kwenye saiko yako, wewe usingekuwa na maisha unayoishi leo hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sauli na yule wanatafuta punda. Wamekosa punda. Wanarudi kwa baba yao. Si ndio ilikuwa hivyo eh? Yule mmoja akamwambia yule mtumwa, tunarudi hapa, kuna mtu wa Mungu, tukamsalimie. Si ndio hivyo? Wanaenda kumsalimia mtu wa Mungu. Akawaona, akamwambia, punda wako leo hii utawafanyaje? Utawapata. Wangejiondokea, tumekosa punda. Lakini walipomshirikisha yule mtu, punda walipatikana. Na sio punda, na ufalme aliopata. Kweli sio kweli? Kweli sio kweli? Nafasi ya Mungu atakupa neno. Amen. Nafasi yako, kuna kitu Mungu amekupatia. Usikipuuze. Mungu atakuhudumia, atakutendea muujiza kwenye hicho. Usitegemee utatokea kwingine. Lakini kuna nafasi ya watu wengine. Usipuuze. 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 Yaani hii nakwambia ni golden rule. Hutaka uteseke kwenye hii dunia useme nimekwama mahali. Zingatia utaratibu. Tafuta neno la Bwana, atakupa. Heshimu kile Mungu amekupa. Changanya na lile neno. Amen. Amen. Kuna mahali unakwama, tafuta chupa ya mwingine. Angeacha kwenda kuchukua yale makapu kwa wale watu, mafuta asingepata, angebakia na chupa yake. Kuna watu mmebakia na chupa hizo hizo na kimshahara hicho hicho, wakati huo mshahara leo hii ungetosha kwa uwe milionea. Nakwambia kwa jina la Yesu, ungetosha uwe milionea kwa jina la Yesu, huo mshahara ulionao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wana vingi, nenda kachukue. Kuna mtu ukiwa naye, baraka yake ni kubwa, nyota yake ni kali, utabarikiwa tu. Kamuulize mtu anaitwa Lutu. Alipokuwa karibu na Abraham, alifanikiwa kupita. Alipotengana na Abraham, umaskini ulifanya nini? Ulirudi, na alikuja kufa vibaya, amelala na watoto wake. Si mnajua? Alishia kufa mlevi na akalala na watoto wake. Kumbe wakati ule anastawi ni kwa sababu alikuwa karibu na nani? Na Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu alipokuwa Misri ilitajirika kupita kawaida, si ndio? Si ndio jamani? Si ndio jamani? Siku alipoondoka na chombo chake akawaacha wa Misri ilibakia kwa maskini wako kwa siku hii moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakobo alipopeleka chombo chake kwa mzee nani? Laban akawa tajiri kupita kawaida. Siku Yusufu alipobeba chombo chake akaondoka,
Labani alirudia umaskini wake. Unawahitaji watu wengine, kaa nao vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Unawahitaji, mwambie Mungu nipe watu sahihi. Mungu nipe connection sahihi. Bwana asifiwe sana. Na sio kuwahitaji watu. Kuna wakati unahitaji ujuzi wa watu. Mimi nilikuwa nafanya kazi kabla ya utumishi huu kwenye kiwanda fulani. Ukweli kilikuwa kizuri. I say, nilipata neema ya kuendeshwa na gari nikiwa mdogo. Mdogo, naendeshwa na baba lina tumbo hivi. Mdogo. Nilipata neema yani mdogo nikashangaaga. Pale kuingia kwenye hilo eneo huwezi kuingia. Miaka hiyo ya zamani nadhani ndio maeneo pekee Tanzania ulikuwa wana zile sensa. Kila mtu ana chipu. Unakujua unaingia saa fulani unatoka saa fulani. Maana uruhusiwi kuingia nje ya muda wako na uruhusiwi kutoka nje ya muda. Kama unakuingia saa 2 huwezi kuingia zaidi ya saa 2 nakumbuka. Na kama unakutoka saa 8, ole wako saa 8 usitoke, utaishia jela. Ulikuwa wapi? Maana haikuruhusu utoke. Inasema wewe ulikuwa wapi? Nakumbuka mimi hapo mahali nilifikishwa nikapelekwa kwa watu wa mfumo, nikawaambia huyu asiingizwe kwenye system. Huyu kwa unyeti wake anaingia saa anataka na anatoka saa na nilienjoy hicho kipindi. Lakini ukafika wakati Bwana akanionyesha ile hatima yangu kwamba haiko hapa. Hapa nimekuleta kujifunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unahitaji kitu fulani kwa maana ninapokupeleka. Nikaondoka, nakumbuka niliondoka kwenye ile kazi ndani ya masaa machache ikawa ni tension, wakaningangania, wakaninyima hela zangu kwamba hatukupi, na sijui nilipepo gani niliwashtua. Maana niliondoka kama vile nimeomba kalikizo ka safari nikamwone mamangu. Nakumbuka sijui walinishtukia vipi. Hivyo kweli unaenda kumuona mamako? Ndio. Na mwisho wa mwezi nipe mshahara nitoka nikanyimwa mshahara. Bwana, kwani basi nenda urudi malipo. Nikasema hata si yani hata mshahara mbaki nao naenda tu. Wakafanya kila njia nisiondoke. Nikamwambia naenda, wala siendi kuona mama. Nilikuwa natoroka hivyo. Nilikuwa natoroka na nilitoroka kweli. Wakanibamba huko nimetoroka. Wewe utarudi? Nikamwambia sirudi. Wakanikuta mahali pa ajabu. Na huko nilikoenda kumbe waliwahi kujaga huko nilikokuepo. Wakanionaga mle. Wakanionaga wapi? Nisikize vizuri humo mahali. Wakawa wananionaga nimewini kupita kawaida. Maana by the way hapa mahali wageni ni maforena mosto, watu wote pale walikuwa ni maforena wengi na Watanzania kama walikuwa ni vibarua barua. Kwa hiyo wakaona huyu Mwafrika mwenzetu anaka nafasi na maforena. Kwa walikuwa wanasemaga mimi ni Mkenya, sio Mtanzania nakumbuka. Kwa sababu ya wale watu. Wasa walikuwa wakijaga kule watu kufanya kazi, si wananikuta. Wananiona na bahati mbaya mimi na nywele nyeupe. Nilipotoka humo nikajikuta huko nilikoenda sasa, nilikotumwa kwenda. Kumbe najua hamna ananijua, kumbe walinionaga kule. Wakaanza kunifuata. Wewe umefuata nini huko? Hey, hivi unaweza kuacha kazi ya kuuza duka Marekani uje uwe mbunge Tanzania? Ndio mfano alikuwa ananiambia uache kazi Marekani ya duka uje uwe mbunge wa Tanzania. Ni vitu haviweze. Nikamwambia niacheni, najua ninachokifanya. Nimeongelea kuhusu azima vya wengine namba 3. Sawa sawa yani cha Mungu kuna sehemu ya wengine. Unajua ni nini kilinipeleka huko? Sikutoka by the way, sikutoka paka nikatoka huko ndio nikaingia kwenye huduma. Ilikuwa ni njia ya kuingia kwenye huduma. Nilienda katika utendaji wangu, niligundua kuna kitu kinapungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninahitaji watu wengine, nahitaji ujuzi mwingine. Kwa nikaenda kukaa chini ya hao watu wenye huo ujuzi. Sawa sawa hata kama ilikuwa ni kwa mateso kwa muda mrefu sana. Na wao walinishangaa na kule wakawasiliana wakawa wananishangaa. Hivi wewe mbona tumuelewe? Nikamwambia najua ninachokifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda kaazime chupa za vyombo vya watu wengine. Na kwenye hili nakwambia kuna wakati toka mahali ulipo nenda kakae hata chini ya mtu. Sawa 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 mwenye kitu unachokitaka hata kama ni kwa mateso, ujifunze. Usiridhike na kile ulicho nacho. Naomba nikwambie utabakia kuwa na nafasi kubwa, una pesa nyingi lakini lodilofa. Sitaki hiyo iwe kwako kwa jina la Yesu. Sitaki iwe kwako kwa jina la Yesu. Nikajifunza
Wananiona kama mjinga. Nilikuwa nafanya kazi mpaka za watu wengine. Nakumbuka moja ya maombi nilikuwa naomba Mungu, weka roho ya uvivu ndani, watu wavivu kwenye kazi. Na kweli kama inatokea mijitu ndio kama mivivu haifanyi kazi vizuri. Ilikuwa kazi yoyote naomba atoki mtu kazi, nitapita kila eneo, vitengo hapa kuna kitu hakijafanywa vyema. Nikiona nakaa nafanya. Nikitoka mle kazi zote hata za wavivu nimepiga zote. Mavivu yakaona yamepata msukule. Kwa hiyo yakaona kabisa kuna jamaa anafanya kazi za watu. Hawana habari. Kumbe nilikuwa nimepewa muda, kwa muda mfupi Roho Mtakatifu ananiambia nataka peleke mahali na muda umekwisha, sawa sawa. Kwa hiyo nikawa najifunza kila eneo napita, kila eneo. Baada ya muda nilipoona nimequalify, nako nikawaomba tena, naomba ruhusa ya kwenda kusoma. Kule ya kwenda kwa mama, huku ya kwenda kusoma. Wakanizingua na Dar es Salaam, wakasema tunakupa, utakuwa unasoma jioni. Unasoma saa ngapi? Jioni. Nikawa nafanya kazi ikiwa saa 10, nachomoka naenda kwenye shule. Nilipoona mama, nikaambiwa sasa kule urudi tena. Sauti inaniambia ndani, urudi tena, muda wako kule umeisha. Nilipoona nimequalify, nikaanza baada ya kuondoka saa 10 naondoka saa 8 makusudi, ili wakasirika wanivurumushe, maana kila njia ya kunifukuza sioni. Natoka saa 6 sasa ili wanifukuze, maana kunifukuza hawataki. Nikitaka kuondoka wataki, wananingangania, wanaambia hata hivyo wewe hata masaa 6 fanya kazi, hatuna shida na wewe. Nikasema sasa nikawa siji na kazini. Siji napiga wiki nzima ndio natokea kazini siku moja. Yaani utokee tu wanifukuze wapi? Nikaona hakuna, nikapotea moja kwa moja, wakakata tamaa. Siku moja nikiwa nimekaa sasa kwenye kile ambacho Mungu aliniambia, nikajikuta natafuta watu wa kufanya mradi fulani. Na watu bora najua wako mahali fulani. Nimeshapita kote. Nikarudi kote nilikopitaga. Nikaenda kuwachukua, wewe njoo hapa. Wewe twende, kuna kazi hapa, twende. Nikawa nawalipa kama mara 10 ya mishahara ya kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kitaaluma, mnaona maminara haya ndio ilikuwa kazi yangu, kufunga ile mitambo ya pale chini. Miaka Vodacom inaingia Tanzania 1998 ilikuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikawa nawalipa vizuri. Mmoja nakumbuka ustadhi anaitwa Hussein, nikamsikia yuko juu ya ghorofa, nimekaa chini kwenye eneo la ngazi, nikasikia anaongea na wenzake, anasema jamani, hapana, hata kama tunacheza na huyu Yesu, jamani, Mungu yupo. Mungu yupo. Huyu jamaa ndo ametuajiri wote hapa. Huyu ambaye alikujaga tukawa namuona kama mweu anafanya kazi hata ya kufagia anafanya. Maana waliniona kama kumbe najua nimewaajiri wote. Nini? Nilitumia, Mungu alinipa neno. Bwana asifiwe sana. Na mimi nilikuwa na kitu changu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaona baada ya kutulia vizuri, nikaongeza na vya wengine. Unazania tutalingana kwa jina la Yesu? Unazania tutalingana kwa jina la Yesu? Nikakaa huko, nikafanya nao, then nako Bwana akaniambia hata huku sio pako. Na wewe nataka sasa nikutumie kwa jina la Yesu. Nikatoka, nikaja kuwa mchungaji, nikaenda chuo cha Biblia. Ndio nikaanza huduma. Ndio maana huwa napokushauri kitu, huwa nakwambia, na sijivuni, ila nasemaga nikikufundisha kitu nisikilize kwa jina la Yesu. Nimekijaribu, nimekipima. Sawa sawa takatifu? Nimekijaribu, nimekipima tena kwa vitendo. Sio kwa kusoma magazeti tu. Nimepitishwa na Mungu shule nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani nimeazima machupa ya mji mzima ninayo hapa. Machupa ya jeshi ninayo, machupa ya polisi ninayo, machupa ya benki ninayo, machupa ya hospitali ninayo. Wewe niingize huko kokote Tanzania na mimi ni mfanyakazi wa huko. Nilijifunza lini? Ni hichi ninachokufundisha. Nenda kachukue machupa manini amesema pale? Kachukue nini ya wengine? Mavyombo. Nimechukua vyombo vya wengi. Nimechukua vyombo vya wengi. So mafuta niliyoachiliwa ni ya aina nyingi, na kuombea hilo likupate katika jina la Yesu. Wangapi tumeelewana mpaka hapo? Mambo haya matatu lazima uwe transformed. Mungu, zingatia sehemu ya Mungu, zingatia sehemu yako, zingatia sehemu ya watu wengine. Hutabaki mahali ulipo na kuhakikishia katika jina la Yesu. Hutabaki mahali ulipo na kuthibitishia katika jina la Yesu.
Hutaendelea hivyo unavyoendelea katika jina la Yesu. Hutabaki hivyo. Kwa mazingira haya na kwa kanuni hii, mwanamke huyu aliyekuwa maskini wa kutupa, Bwana asifiwe sana, alipowazima mafuta yakajaa. Yalipojaa tu, Mungu ni wa ajabu, nabii akwepo, akarudi tena. Papu! Vipi? Yalikuwa yanajaa, lakini chupa zimeisha, yamekata. Kwa nini nilikwambia uchukue nyingi? Kwa nini umechukua chache? Mungu ana vingi vya kukupa, ila tatizo lako container yako ni ndogo. Kuna uponyaji unautaka, mbona si upati? Naomba angalia kwanza chupa ulionayo. Sawa sawa? Sawa sawa. Kuna vitu haviwezi kuachiliwa kwako, kaongeze makopo, nini nanitoka? Mavyombo yawe ngine. Kayazime, vitaachiwa kwako kwa jina la Yesu. Kuna aina ya nafasi unaitafuta, huwezi kuipata, chupa yako haitoshi. Mungu ni yuko very very economic, hakubaliani na disuse of resources kwenye taasisi yake hata kidogo kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Naomba nenda kaazime kwa wengine katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Dada yangu, nimebarikiwa na harusi yako, nimebarikiwa na ushuhuda wako, na mimi naomba Mungu nitoke. Usiwaambie niombee, watakuombea mwanangu. Mwambie naomba tukae pamoja, tule pamoja, tutembee pamoja, naomba niwe rafiki yako kwa kipindi hiki. Huyu atakuazima chombo chake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ndio maana ukienda mtaa wa wahuni utakuta ni wahuni wamejenga watupu. Ukienda mtaa wa matajiri utakuta ni matajiri wamejenga watupu na hawaitanagi. Ila utashangaa tu kuna mtaa wanajengaga watu wa aina fulani. You know why? Masufuria yao yanafanana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba ambatana na Kristo katika jina la Yesu. Yeye ana chombo ambacho ukiwa nacho haisei, Mungu ataweka kila aina ya baraka kwenye maisha yako kwa utoshelevu na kwa ujazo usiokuwa wa kawaida. Sema amina kama umenielewa vizuri katika jina la Yesu. Wangapi wamenielewa vizuri? Lengo la Elisha kwa huyu mwanamke, alitamani kumwona huyu mwanamke anakuwa independent economically. That's why akamfundisha hayo. Sawa sawa, una nini? Nina chupa. Sasa hiyo chupa ndo nahitaji. Nenda kaongeze chupa nyingine. Alafu mafuta yakajaa. Akamwambia nenda kauze. Alafu ukisha uza mengine kula. Kwa lugha nyepesi, alilala maskini, aliamka ndiye muuza mafuta mkuu wa mji mzima. Bwana asifiwe. Nani tuko pamoja? Nani anaamini hichi kitu kinawezekana kwake katika jina la Yesu? Nani hapa pesa haikufanya kazi? Kweli sio kweli? Hapa watu hawakufanya kazi? Kweli sio kweli? Lilianza na neno. Amina rafiki yangu. Amina rafiki yangu. Usipuuze kitu Mungu ameweka ndani yako. Narudia tena, weka mkono wako kifuani. Unapotamka usipuuze kitu, sema sitapuuza kitu Mungu ameweka maishani mwangu katika jina la Yesu. Sema tena hilo neno katika jina la Yesu. Sema tena katika jina la Yesu. Sema tena katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Creative words. Shika libebe. Mimi nimechoka, na hapa kuna mambo mazuri nitakuambia wiki ijayo. Bwana Yesu asifiwe. Simama juu, alafu niombe na wewe kitu fulani hapa. Ni maombi yangu utoke kabisa kwenye eneo hilo. Tumia maarifa haya, tumia neno hili, tumia namna hii, kielelezo cha huyu mwanamke rafiki yangu Matthew, kubadilisha historia yako.